Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tunaadhimisha Dominika ya kwanza ya Kwaresima, na tulizindua rasmi kipindi cha Kwaresima kwa kuadhimisha Jumatano ya Majivu. Hivi kipindi chote cha Kwaresima ni kipindi cha mazoezi ya kusali, kutenda matendo ya huruma na kufunga. Kufunga ni pamoja na kujinyima furaha hata zile ambazo ni haki yetu, ili tuweze kuungana na Kristo katika safari yake ya mateso na hatimaye tuweze kushiriki naye ule ushindi wa ufufuko wake. Ndiyo maana liturujia imetuchagulia sehemu tuliyoisoma ya siku 40 ya mfungo wa Yesu jangwani. Anapata vishawishi vitatu ambavyo ni tamaa ya macho, tamaa ya mwili na tamaa ya kiburi. Ni mfano wa vishawishi vyetu, na hivyo Kwaresima itusaidie kutiisha miili yetu dhidi ya vishawishi, ili tuweze kujinyima anasa mbalimbali katika siku hizi 40 ili kuvishinda vishawishi hivyo vinavyodhihirisha katika majaribu ya Adamu wa kwanza na pia katika Adamu wa pili ambaye ndiye Yesu Kristo. Tumesikia katika somo la kwanza, tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 aya ya 7 mpaka ya 9 na sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 7. Somo hili linatuletea masimulizi ya maisha ya watu wa kwanza, Adamu na Eva. Baada ya kuumbwa na Mwenyezi Mungu, anawakabidhi bustani iliyojaa miti mingi ya matunda ambayo waliruhusiwa kuyala. Kati ya bustani kulikuwa na mti wa matunda ambayo hawakuruhusiwa hata kuugusa. Mwandishi anatuambia kuwa ni mti wa mema na mabaya. Mti huu ni alama ya mpaka ambao Mwenyezi Mungu amewawekea wanadamu. Mungu amewajalia wanadamu mambo mengi katika maisha yao, lakini lazima watambue kuwa mwenye mamlaka ya kutenganisha kati ya mema na mabaya ni Mungu, wala si mwanadamu. Mungu ndiye anayetoa mwongozo kwa wanadamu. Jitihada zetu kama wanadamu za kujaribu kuwa sawa na Mungu na kumfikisha mwanadamu huyo kwenye uharibifu na hata nafsi yake mwenyewe. Tunasikia masimulizi ya nyoka. Nyoka katika masimulizi haya anawakilisha vishawishi vinavyotupelekea kutenda dhambi na kujitenga na Mwenyezi Mungu. Kishawishi kumwingia mwanadamu anapoanza na mawazo hasi kuhusu Mungu. Kishawishi huleta kelele masikioni, hata hatusikii kitu kingine ila mawazo yetu ambayo yanakwenda kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Tunaanza kuhoji mambo fulani fulani kuhusu mipango ya Mungu. Kwa nini Mungu anatukataza kufanya hivi au kile? Ndipo mwanadamu kujiamulia kufanya anachotaka, hata kama ni kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu, kinyume na muumbaji wake. Mwanamke akaonja matunda ya mti ule na akaona yanapendeza machoni. Huu ni mfano na jinsi mwanadamu anavyoamua kufanya anavyoona kwa macho yake, na pengine hata kama kijua ni kinyume na maongozi ya Mwenyezi Mungu. Kwa jinsi hii anaingia dhambini kwa urahisi sana. Baada ya dhambi hufuata laana. Maana yake unapojiamulia kinyume na mpango wa Mungu, unajitenga naye, na mambo hutuendea kinyume, kwa sababu kishawishi kinatupa matarajio mazuri, na tunaweza kuamini kwamba tukifanya hivi tunaweza kuyapata haya na haya na haya, hata kama njia ya kupitia kuyafanya ni kinyume na Mwenyezi Mungu na lengo lenyewe lile tunalolipanga ni kinyume na Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kawaida kishawishi kinatupa matamanio na kuonesha kwamba kile ambacho tunataka kukifikia ni kitu kizuri kwa macho yetu kama wanadamu na akili zetu. Matokeo yake tunakwenda kinyume, hatukuti kile tulichokuwa tumeahidiwa, tunakuta mbele laana. Kwa kutenda dhambi tunajiadhibu wenyewe kutokana na mapato ya dhambi zetu. Na dhambi ya Adamu na Eva
imewafanya wawe wamoja kinyume na Mwenyezi Mungu, wameungana. Na tunaweza kufikiri kulikuwa na nyoka, na ni lugha ya picha kwa kweli. Nyoka ni mawazo yetu sisi wenyewe ambayo tunakaa na pengine kuwa na mikakati fulani kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. Huyo ndiye nyoka. Nyoka tunatembea naye sisi wenyewe, tunaye katika mioyo yetu, tunaye katika akili zetu. Na kushirikishana dhambi ndivyo inavyotokea katika maisha ya wanadamu. Tunapoona tumepanga mikakati na nini kujitenga na Mwenyezi Mungu, tunawashirikisha na wengine. Na hiyo ndio dhambi inakuwa kubwa zaidi. Dhambi ya umoja ambao tumeshirikiana kutenda dhambi kwa pamoja kama watu, kikundi cha watu, kama jamii. Dhambi ile ni kubwa zaidi kuliko dhambi ya mtu mmoja. Lakini tunapoamua sote na tukasema tumeamua hivi, tutatenda hivi na mwelekeo wetu utakuwa hivi kinyume na Mwenyezi Mungu, ndio dhambi inapokuwa kubwa na madhara yake inayopata vizazi na vizazi. Na ndio maana dhambi tunasema haikuishia kwa Adamu na Eva, maana yake kizazi na kizazi wote tuliozaliwa baadaye tumerithi dhambi ile. Ndio ile dhambi tunayosema dhambi ya asili, kwa sababu ni mwelekeo sasa wanadamu kushirikishana, kusaidiana, kuhamasishana katika kutenda dhambi. Na ndio wazungu wanaita morbid solidarity. Morbid solidarity, tunakuwa na mshikamano wa pamoja kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kinyume na muumba wetu. Na ndio dhambi ile inakuwa na madhara makubwa, si tu kwa mtu mmoja mmoja, lakini kwa jumuiya nzima unapata madhara. Na ndio maana mmesikia somo la pili, Mtume Paulo kwa Warumi anaeleza vizuri ni kwa namna gani dhambi ya mtu mmoja ilikuwa ni dhambi ya watu wote. Wote tumerithi dhambi ile kutokana na anguko la mtu mmoja wa kwanza, Adamu wa kwanza. Anasema Adamu wa kwanza alipotenda dhambi alileta madhara kwa wanadamu wote, lakini bahati ni hii kwamba kwa njia ya Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, neema ilifika na wote tukafanya wenye haki. Kwa kupitia Kristo, ile dhambi na madhara yake ya Adamu wa kwanza yanapata uponywaji kupitia Yesu Kristo, ambaye alikubali kufuata maongozi ya baba yake, hakukubali kutii kishawishi, akatii maongozi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo sisi wote tumefanywa kuwa wenye haki. Na kwa namna pekee alipoweza kukubali kabisa hata kufa msalabani, ili sisi wote tuwe tumelipiwa deni la dhambi ile na tukapata wokovu kwa kupitia Yesu Kristo. Na ndiyo maadhimisho makubwa kabisa katika Pasaka. Tunaadhimisha Adamu wa pili alipojitoa ili sisi sote tuweze kupata ukombozi, na neema imezidi zaidi kwa kupitia Yesu Kristo. Ndivyo anavyosema Mtume Paulo katika waraka kwa Warumi. Anasema kwa utii akaleta neema duniani, akaleta wokovu duniani. Na mnaona Yesu mwenyewe kama nilivyosema, kishawishi ni kwa kila mtu. Kishawishi akichagui cheo au dhamana au nafasi fulani, hata katika viongozi, uwe padre, uwe askofu, uwe baba mtakatifu. Na Yesu mwenyewe ambaye ni mwana wa Mungu, ni Mungu, katika historia tunaona katika maisha yake kabla hajaanza kazi rasmi aliyokuwa amepangiwa na babake, amepita katika kishawishi. Na kishawishi chake ni tofauti na kishawishi cha Adamu. Adamu alikuwa na kila kitu, alikuwa na matunda. Tumesema bustanini ilikuwa na matunda mengi mazuri na ya kufaa kwa kula, lakini pamoja na utajiri wote walitafuta kile ambacho wamekatazwa. Maana yake kishawishi cha dhambi si kwa sababu tuna dhiki, si kila mara dhambi inakuja kwa sababu ya dhiki. Hatutendi dhambi kwa sababu ya dhiki, lakini kwa sababu ya tamaa tu ya kibinadamu, kwa sababu tunahitaji zaidi na zaidi na zaidi na ziada na ziada na ziada, na kwa namna hiyo tunajitenga na Mwenyezi Mungu. Adamu alikuwa na kila kitu, lakini hakuridhika na mkewe, wakaamua kuvunja amri ya Mungu na wakaahidiwa kwamba mtajua mema na mabaya. Maana yake nini? Hawataki maelekezo ya Mwenyezi Mungu kwamba hili ni baya na hili ni zuri. Mwongozo wa Mungu wa kueleza mema na mabaya wanaona unawanyima haki, na wanataka sasa wawe na mamlaka ya kucategorize, kugawa mema na mabaya kadiri ya fikra za kibinadamu. Na ndio ilivyo katika maisha yetu.
Wanadamu wanaweza kusema hii sio dhambi, hii ni dhambi, hii sio dhambi, hii ni dhambi. Wanaacha mwongozo wa Mwenyezi Mungu kama unavyotuongoza katika amri zake na katika neno lake. Tunajaribu kutafuta namna ya kugawa dhambi zetu, na hili ni jema, hili ni baya, kadiri ya fikra zetu za kibinadamu na hekima yetu ya kibinadamu ambayo ni dhaifu sana. Na ndio tunavyopanga, na ndivyo walivyoahidiwa na shetani na nyoka yule kwamba mtajua mema na mabaya. Maana nyinyi wenyewe mtajipangia kwamba hili ni jema, hili ni baya, msifuate maongozi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaweka mipaka na wanyima uhuru. Sasa wakasema lazima tupate uhuru kamili, na ndio tuweze kuwa na uhakika na kujichagulia jipi ni jema na jipi ni baya katika maisha yetu. Kwa hivyo walikuwa na kila kitu, lakini hata hivyo pamoja na kuwa na kila kitu wameingia katika dhambi. Lakini mnaona Yesu yuko jangwani, hayuko kwenye bustani. Tofauti ni hiyo. Yesu hakukuwa na bustani kwamba angeona miti, anametamani hata mawe yawe mkate. Ndio tofauti kubwa tunayoona jaribio la Yesu na jaribio la mtu wa kwanza. Yesu anapelekwa jangwani ambako hakuna kitu isipokuwa mawe, na shetani anatumia fursa ile, kwa sababu yuko pale kwa siku 40. Baada ya siku 40 anapata kishawishi, njaa, kama tulivyosikia katika Injili. Ana dhiki, anatafuta namna ya kutuliza dhiki hii, njaa hii na kiu hii. Na ndio maana Ibilisi, tunasema shetani, kwa kweli si kwamba kulikuwa na shetani walikuwa wakiongea pale, wakikutana na kuongea. Katika hali yake ya kibinadamu kulikuwa na kishawishi cha kufikiri kwa mpana, nina mamlaka kama Mungu, sinaweza kugeuza mawe haya yakawa mkate nikala na nikaondokana na njaa. Lakini pia kulikuwa na kishawishi kile cha kutaka kuwa na mamlaka na kiburi kuliko Mwenyezi Mungu, na ndio maana amepelekwa mpaka juu ya mnara na kusema jirushe tu, kwa sababu imeandikwa malaika zake watakuokoa usijikwae jiweni. Ujirushe iwe nini? Unapata kwa nini ujirushe? Ni katika majaribu. Kuna mambo mengi katika maisha tunayafanya wala hayana manufaa kwetu wala kwa jamii wala kwa mtu yeyote, ila yanatutenga na Mwenyezi Mungu. Ujirushe kutoka juu kwa ajili ya kumjaribu Mungu. Katika maisha tunaweza kufanya vitu vingi ambavyo tunania kumjaribu Mwenyezi Mungu. Lakini na yeye anahoji katika nafsi yake, kweli haifai kumjaribu Mwenyezi Mungu muumba wetu. Na baadaye anapata kishawishi, kama mimi ni Mungu, sinaweza kuwa na utawala wa miliki, sihitaji Mungu nafsi ya kwanza. Katika hali ya kibinadamu anajaribu kufikiri baada ya kuwa juu kabisa kwenye mlima, na anaona kila kitu kilichopo duniani pale, utajiri na kila kitu, kwamba utakuwa na mamlaka ya vitu vyote hivi, utakuwa navyo vyote ukinisujudia. Yani ukiachana na Mungu, hivi vyote vitakuwa vyako. Na anatambua kwamba umwabudu Mungu peke yake, usisujudie, na ndiyo amri ya Mungu, usiabudu miungu wengine katika maisha. Na pengine tunapata kishawishi hiki tukidhani tukifanya hivi, hata tukiacha amri za Mungu tutafaidika, tutakuwa matajiri, tutakuwa na mali. Na ndio maana vitu vingi sana vinatokea miongoni mwetu kama Wakristo. Nasema nifanye hivi, nimeshauriwa niende kwa mganga, nikipata hivi, alafu baadaye nitakuwa napata hela nyingi za bure zinazokuja tu zenyewe. Kafanye hivi, unaenda kwa mganga. Huku kwetu kulikuwa na mganga maarufu sana, watu walikuwa namuita Pakipande. Sasa wameenda kule, wabunge wanani sijui wamekwenda kule wakidhani kwamba wakienda kujisubject kule ndio wanaweza kupita katika mambo ya kwa njia rahisi. Au kwa mfanya biashara, sema mimi nikitaka kufanya biashara lazima nifanye hivi, niachane na mambo ya imani yangu, niende kwa mganga na niambia anachanja zile challenge za kutosha, alafu nikirudi nitakuwa tajiri. Au nakwambia usilale kitandani, lala uvunguni. Kwa hiyo mtu mwaka mzima analala uvunguni mwa kitanda ili awe tajiri. Na usiwape watu ndugu zako pesa. Uwe bahili ukitaka kuwa tajiri, nampa dawa na masharti. Uwe bahili, usitoe kwa wenzako. Usisaidie wenye shida. Na tunaamini hivyo, lakini ni savings.
tumebana matumizi tu na hela zinaongezeka, tunasema sasa dawa imefanya kazi vizuri. Na tumemwacha Mungu kwa sababu hiyo. Tunaacha. Au nenda kaague, nenda katambike, nenda kafanye vitu. Kuna vitu vingi sana vinatusukuma na ahadi kubwa sana kwamba ukifanya hivi itakuwa hivi. Ukijitenga na Mwenyezi Mungu ukifanya hivi utapata faida hizi na hizi na hizi. Lakini matokeo yake pengine tunaingia kwenye matatizo makubwa sana katika jamii na katika familia, na bombi na vitu vingine vinaingia. Mapato ni dhambi, ni mapato yanayotokana na dhambi ambayo sisi tunadhani tukijitenga na Mwenyezi Mungu tukifanya hivi tutapata faida kubwa. Kwa hivyo Yesu ameshinda vyote hivi. Ameshinda kwa sababu anatambua kwamba anao wajibu kama binadamu katika ubinadamu wake, ana wajibu wa kutii maagizo ya Mwenyezi Mungu na kufuata kama Mwenyezi Mungu anavyotuongoza. Na hivi ndugu zangu wapendwa, tungeweza kusema kipindi cha Kwaresma kila mara kinatuletea somo kama hili, kwamba kazi ya Kwaresma ni kutusaidia sisi kufanya mazoezi namna ya kumtii Mungu kikamilifu katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana tunasema tufunge. Kufunga maana yake, wengine wanasema kufunga ili waache chakula ukampe mtu mwingine. Maana yake ukitoa kwa mtu mwingine inatosha, hata ukiendelea kula, hata ukivimbiwa, mradi tu umetoa. Huo sio mfungo. Mfungo uache. Amua kuacha kwamba sitakula, na uweze kutawala mwili wako hata kama chakula kiko ndani ya nyumba. Useme sasa ninapita naona kuna maharage, kuna ugali, kuna nini, sitakula. Ujaribu kutawala mwili wako. Ukifaulu ndio mfungo. Hata mtu mmoja aliambiwa aache kuvuta sigara. Alikuwa chain smoker. Ni mtu ambaye inaisha sigara, chukua nyingine, inaisha na chukua nyingine. Wakasema aache. Na akasema nitaacha, lakini naweka paketi hii mahali pa wazi niwe naiona, ili nipime uwezo wangu wa kuacha sigara. Kwa aliweka juu ya meza mahali ambapo anapita kila mara, naiona, na kwenda narudi naiona, anapata kishawisha, nagusa, anasema wamesema niache. Na alifaulu, na havuti tena sigara, na paketi ile mpaka leo ipo pale alipoweka. Na sasa amefika umri ambao hawezi kufikiri juu ya sigara, lakini amefaulu kutawala mwili wake. Na ndio maana ya mfungo ni hiyo. Tunasema walau Jumatano ya Majivu, hebu acha kula. Usiache moja kwa moja. Unaweza kuamua nitakula jioni, labda asubuhi sitakula, mchana sitakula, jioni labda. Katika maana ya kujaribu kutiisha viungo vyetu, kwa sababu viungo vyetu vinatutawala. Wanadamu tunatawaliwa na viungo vyetu. Hatuna mamlaka juu ya viungo vyetu. Au unasema basi mimi ninaamua, nimezoea muda wote niko kwenye YouTube, muda wote siku nzima na peruzi. Hebu ninaacha sasa kuangalia YouTube kwa wiki moja. Niache. Nitumie muda au nisali rozari. Baada ya kushika simu nichukue rozari, nisali rozari. Unatumia muda ule, unasali rozari. Utaona mapato yake. Lakini niwaambieni, sala mbele ya Mwenyezi Mungu kwa mtu aliyefunga ina nguvu sana. Unaonja sala ile na mapato yake hata katika mwili. Kama kweli umeamua kutokula na ukasema hebu nitumie muda huu niweze kusali, sala inaingia. Na hata ukitaka uone vizuri, usile, alafu muda fulani nenda kaa vizuri, utulie na utafute nafasi ya kupata kitubio. Utaona wewe mwenyewe unatoka mtu mwingine. Lakini umekwenda umevimbiwa, ukienda kusali kumeshiba kupita kiasi, huoni mapato ya sala ile, huoni nguvu ya sala ile. Kwa hiyo ndugu zangu, nia ya kufunga ni hiyo, si tu kuacha chakula kwenda kusaidia mwingine. Maana watu wanasema wewe inatosha tu, sio lazima uache kula. Wewe nenda kaone yatima, peleka chakula, fanya hivi, inatosha. Mimi nasema huo sio mfungo. Mfungo wa kweli ni kuamua kwa dhati kuacha vile vitu ambavyo
umevizoea, hata kama ni haki yako, kwa muda fulani, kwa nia ya kusali, kujiunganisha zaidi na Mwenyezi Mungu. Na ndio unaona mapato na matunda ya sala katika mfungo, ukifunga kwa namna hii. Jumatano ya majivu imepita na pengine mwingine ya kupata nafasi ya kufanya hivyo, lakini bado tuna wiki kadhaa za Kwaresma. Jaribu, lakini sio kwa wagonjwa. Wale wagonjwa wenye vidonda vya tumbo hawaruhusiwi kufunga, wala watoto au mama wajawazito wasifunge. Wewe mtu mzima ambaye huna changamoto yoyote ya kimwili, ungeweza kupanga walau katika kipindi hiki, kama Jumatano ya majivu sikufunga, hebu nitafute siku fulani katika ndani ya kipindi hiki cha Kwaresma nifunge siku nzima, nipate nafasi ya kusali. Utaona mapato yake, utaona kweli sala ile inavyokuwa na nguvu katika maisha yako. Kwa hiyo ninawaalikeni ndugu zangu, kipindi hiki bado ni kipindi cha kufunga na ni kipindi cha kusali. Kama tumehimizana, tupate nafasi ya kutosha kushiriki katika adhimisho la misa takatifu, kushiriki njia ya msalaba. Na washukuru wengi, Ijumaa tulikuwa wengi, na natumaini wengi mtaendelea kufika kushiriki njia ya msalaba pamoja na waamini wenzetu. Lakini kila Dominika tujitahidi kufika kusali, tuweze kujichotea neema katika kipindi hiki, ili tunapofika mwisho wa safari yetu ya kipindi cha Kwaresma tuone matunda ya mazoezi tuliyofanya katika siku hizi 40. Mimi niliwaambia ni kipindi ambapo kama vile tuko kambini, kama wachezaji wa mpira wanakuwa kambini kwa ajili ya mechi inayokuja, na ushindi wao haupatikani kwa dakika 90, unapatikana pale wanapojiandaa vizuri. Wanachokifanya kambini ndio kinachowadhihirishia na wao wana uhakika wanapokwenda baadaye katika mashindano. Na sisi umuhimu wa maisha yetu ya Ukristo unapatikana katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tukifanya vizuri katika kipindi hiki, kama vile tuko kambini, kwa nidhamu, kutiisha miili yetu na kutazama wenye shida mbalimbali, kusali, kushiriki ibada mbalimbali, tutaona matunda yake katika maisha yetu baada ya Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo.